biashara zikiwa zimefurika maji, huku wafanyabiashara sasa wakikadiria hasara. Aidha, katika soko la Uhuru imewalazimu wateja kuabiri mkokoteni na kwa ada ya shilingi 50 ili kuvushwa katika lango la soko hilo lililofurika. Vile vile, watu wawili wameaga dunia katika kaunti ya Narok ya Kati baada ya kusombwa na maji walipokuwa wakivuka mto huo. Mike Chalo na uketo wa taarifa hiyo. Kwa mara nyingine tena, wakazi na wafanyabiashara wa jiji la Nairobi wanajipata katika dhiki ya mvua. Mvua kubwa inayoshuhudiwa ikiwa chukizo kwa wakazi na wafanyabiashara wa jiji hili, huku wakipitia changamoto katika shughuli za kawaida, njia zikigeuka kuwa mito. Kauli ya usimamizi wa jiji la Nairobi, lazima iwak, kwa sasa ikiwa haiwak katu. Sehemu za biashara ziligeuka kuwa mabwawa, huku wafanyabiashara wakijipata pabaya kutokana na hasara wanayopata. Wale watu wanatuongoza, hii ni situation baya, sababu saa hii we cannot make money. On Sunday is back to school. Where do we get our school fees? Why do we pay the county government? We are not getting the services. Na tuko na katibu mkuu anaitwa Mosaria. Ako wapi saa hizi? Saa ile kumetulia na anatembeanga hapa akichukua hizo mavideo kuweka kwa TikTok. Aidha, katika kaunti ya Narok, watu wawili walifariki wakijaribu kuvuka mto uliofurika, huku ng'ombe 8 wakipigwa na radi. Na miili yote miwili imeweza kupelekwa katika Naivasha sub-county mortuary ambapo na waliopewa ilani ya kuhama sehemu hizo na usimamizi wa jiji la kaunti, wakitaka kupewa makazi mbadala kwani hawajui pa kwenda, ngoja zao zikiwaweka katika hatari zaidi. Wakihama watafute namna yote ya usaidizi juu uweze mwambia mtu ahame na labda hana uwezo. Katika soko la Uhuru hapa jijini Nairobi, biashara ilinoga, wakati huu ikiwa si ya nyanya na vitunguu pekee. Vijana hawa wakidhihirisha kuwa feri si ya Likoni na Mtongwe tu, wakitumia mikokoteni kuwavusha wateja ndani na nje ya soko hili kwa matozo ya shilingi 50 kwa kila anayevushwa upande mmoja hadi mwingine. Barabara zinapoendelea kusombwa na maji, huku nyumba zikiendelea kufurika, wakazi na wafanyabiashara wanazidi kuelezea wasiwasi wao, hasa idara ya utabiri wa hali ya anga inapoelezea kuwa huenda mvua ikaendelea kwa siku za usoni. Mike Chalo, TV 47.